Tumeanza msako mkali wa kuwatafuta watuhumiwa waliojichukulia sheria mikononi kwa kuwaua watu wawili. Watu hao wawili waliouawa ni wa jinsia ya kiume ambao umri wao unakadiriwa kuwa ni kati ya miaka 35 mpaka miaka 40. Majina yao na makazi yao bado hayajafahamika na wameuawa wakituhumiwa kwa tuhuma za wizi. Siku ya tarehe 11 ilikuwa ni majira saa 8 za usiku huko katika kitongoji cha Misambo, kata ya Mwaimanga, tarafa ya Kahangara, wilaya ya Magu. Watu wawili wa jinsia ya kiume waliuawa kwa kushambuliwa kwa silaha za jadi na kundi la wahalifu waliojichukulia sheria mikononi, kisha kuichoma miili yao kwa moto pamoja na pikipiki walizokuwa wakitumia watu hao, ambazo namba za pikipiki hizo za usajili zimeweza kufahamika. Sasa pikipiki zimebaki hapo zikiwa zimeungua. Pikipiki ya kwanza iliyokutwa imeungua na namba za usajili MC 863 FNM. Hii ni ya aina ya TVS. Baada ya kuwakamata, waliwatuhumu kwa tuhuma hizo za kuiba, ambapo walikuwa wanaiba mota yenye uwezo wa HP 20 kwenye mashine ya kusaga nafaka. Mashine ya kusaga nafaka ni mali ya mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Enoch Abel Ndaki. Ni mkulima na mkazi wa huko Misambo, wilaya ya Magu. Wananchi hao baada ya kufanya tukio hilo la kujichukulia sheria mkononi na kuwaua watuhumiwa hao wa kosa la wizi, waliwaacha hapo na kukimbia kusikojulikana. Hadi tunapoongea, askari wetu wa upelelezi na askari wa vikosi vingine wapo katika eneo hili la tukio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watuhumiwa waliofanya tukio hilo la kukatiza maisha ya wenzao kinyume na sheria wanasakwa na wanachukuliwa hatua za kisheria. Wito wetu kwa wananchi, tunazidi kuwakumbusha kuacha tabia ya kujichukulia sheria mikononi. Watuhumiwa wanapotiliwa shaka wakakamatwa na raia wana wajibu wa kuwafikisha watuhumiwa hao mbele ya jeshi la polisi ili wakamatwe tena na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria.